Shalom ndugu zangu, habari ya leo, habari zenu wanandoa. Ndio, kama jinsi tulivyo promise, Happy and Anik. Ni mara yetu ya kwanza kabisa kuja kutambulisha kipindi chetu ambacho tutakuwa tunaongelea mambo ya ndoa, mambo ya marriage. Na tutakuwa tunaifanya kwa vipindi tofauti ambayo itakuwa na season, na hiyo season itakuwa na episodes. Kwa kipindi cha kwanza kabisa tutazungumzia kuhusu relationship, uhusiano, jinsi gani tulivyoanza kupendana na jinsi tunavyozidi keep our relationship. Hii kipindi tumekianza kwa niaba ya kusaidiana sisi kwa sisi, kusaidia vijana ambao wajaoa bado, kusaidia watu ambao wapo kwenye ndoa. Na ikiwa mna swali ya kutuuliza, tupo free kwa muda wote, mnatuuliza na tutawajibu vizuri sana sana. So acha niachie mpira kwa my beautiful. Thank you, my husband. You're welcome. Karibu sana. Kwa majina naitwa Anik. Thank you, my husband. Asanteni sana na karibu kwenye bote kwa channel yetu. So kwenye hii platform tutakuwa tunawapostia ma series ya mariage, relationship. So guys, stay tuned. Kwanza kabisa tuanze kujitambulisha kuanzia mwanzo, kwa jinsi tulivyokutanana, tuseme jinsi tulivyotongozana. Na hadi sasa hivi how tuna keep ile relationship yetu, how this tuna feel kwamba bado tuna feel labda tunatongozana always, like you feel like this girl, whenever I see her, like this girl, you know what I mean? So acha mke wangu aseme kidogo kwa jinsi tulivyokutanana. So na tulikutana na kumtandao ya Facebook. Niliwezaka poste stati ku Facebook na akatuma love. Nikasema okay. Niliendaka nikaangalia tu, nikacheki profile kuangalia nani anatuma malove ya pata hapa. Okay, I was like, fresh boy. And after siku kidogo akanitumiaga message na kuniambia anafurahia picha, anaweza penda tuongee, tujuane zaidi, mambo kama hayo. Ndo tukaanza kuongea na mpaka sasa hivi I gave it a chance and here we are. Yeah guys, ndugu zangu folks, let me say that kwa jinsi alivyoongea mke wangu, ni kweli kuna picha ambayo aliwahi kuipost. Nafikiri nitawaonesha nayo hiyo picha. Nilifaa kuiona nikasema this is the type of the girl I love. Sijui niseme nini. So baada pale nikatuma love kweli, tuma love, sababu niona kwamba nikifanya love moja ataona kawaida, ni tuma love karibia sijui kama 20, sijui kama ni 100, sijui nipike love. Nikajitambulisha kwanza, kisha nikamuomba namba kama tunaweza tukawasiliana. Bahati mzuri akatuma namba, yeye kutuma namba. Baadaye nikaona najua mtu yuko Afrika, na nikisema kwamba nianze kuongea naye somehow utakuta kwamba inakuja mtandao kukatika, data inaisha. Sasa nikajiuliza sana, acha ni muombe information za M-Pesa. Nikamwambia unaweza kanitupea information za M-Pesa hivyo hapo, wala sijamwambia chochote. Akatuma information zake za M-Pesa, nikamtumia $30 ya just data, ya just kununua ile sijui mnaita data. And guys, sikukate kauli, naongezea hapo. Hiyo ni green flag. Wakati gisa anasema alitumaka ilikuwa $30. Ilikuwa $30 yenye sikumwambia, sikumlomba. And mind you, I was doing well and I was working by then. So that was a good one. Ndio hivyo, nafikiri
nikapata ile green flag, tukaanza kuongea na ikaenda vizuri, maana ndo hivyo tena. Nini ninachokitaka kwake, nilimuonesha plani zangu zote za maisha, jinsi gani ninavyohitaji na jinsi atakapokuwa, atakuwa mwanamke wa aina gani. Nashukuru Mungu, kila kitu kikaenda sawa. Na ngoja niwapatie secret fulani ndugu yangu, labda mlikuwa mjajua hichi kitu, niwaambie ukweli. Toka jinsi nilivyokutana naye, toka siku ile nimemtuma zile love na nikatuma text, baadaye tukaongea, until now, nawaambia until now, hamna hata siku moja ilishagawahi kupita bila mimi na mke wangu kuwasiliana. Sio kwamba tuko perfect, hata japokuwa kwamba tuna kwaruzana kidogo, sababu hamna ndoa iko perfect, lakini haipitaji siku yoyote bila kucall au kutext. Sijui kama mke wangu anaweza kuongezea kwa hicho kitu. Yeah, ladies, that's really very important. Ya kusema kuendelea na ile kitu yenye mlianzaka nayo, ile routine yenye mlianzaka nayo. Kwa juu sasa tulikuwa tungali ba fiancé, tulikuwa tunaongea, tulikuwa tunajuliana, tunachekiana na kila kitu. So tunajikuta kama tushakuwa mu mariage na ile kitu inabakia tu vile. And trust me, hakuna siku inaendaka na sikumtumia mangu message, nilifika fasi, biko hivi, calls, na tutakutana. Ya kuna sata na kwanga niko natatu kwa mkazi, nampigia, tunaingia kwenye video call. Yeah, kwenye video call. So unakuta ni routine yenye tunaendelea kukeep. Kwa chumba tu bengine bakishaoana, banasema basi mimi nishafika, binaishia pale. Ya tunaenda asubuhi vile, tutakutana jioni na maisha yanaendelea. Hapana. Ya mnaendelea kukeep, na kama kuna ingine kitu naweza nikaongezea, ni mtu ambaye anajituma. Ya mume wangu ni mtu anafanya kabitu na sikumwambia, sikumlomba since day one. Let me tell you. Yeah, ni mtu mwenye simwambia yake kitu, anajua nahitaji nini. Yeah, yeye anafanya tu. So that's also ni kitu ya mzuri ku banaume benye balishaoa, kuwa najua needs za mke wako. Hatakiwa kwambie kila saa, mwaka tuko na 12 mois quand même. Yeah, utakosa tama miezi fulani akuwa najikumbusha, parce que ni bibi yako, iko na mabesoin, utapocha kujikumbusha. Sio kila kitu mpaka kwambie, mpaka kulombe. Hapana. Yeah, so niongezea hapo kusema kwamba how do we keep our relationship, yani pale point kusema kwamba ni how tunazidi kuchunga ule uhusiano wetu toka jinsi tulivyotongozana hadi jinsi tulivyooana. Ngoja niwape secret moja ambayo mke wangu naye atakuja kuongezea hii kitu, na ni shauri kwa vijana ambao bado hawajaoa na pia kwa watu ambao wameshaoa. Ndugu zangu, nianze kwa watu ambao hawajaoa. Kipindi unaenda kutongoza msichana wa watu, mimi kama mwanaume acha niwaambie vile, uwe na msingi wako na expectation. Thank you baby. Uwe na expectation zako na wewe ujitambue. Ushona, kuna watu wanaenda kutongoza na wajitambue, hawajijui wanataka nini. Yani unaenda tu kutongoza mwanamke sababu unamuona jinsi alivyo, that's all. Na yes, it's very good somehow to love by, unaona kwanza unatamani, unamuona mtu unasema oh yeah, this is the type I love. Baadaye weka misingi yako, maana ndoa nyingi zinakuja kuharibika na relationship pia zinaharibika sababu kukosa misingi. Na kipindi mnatongozana, acha niseme mfano fulani. Naenda kutongoza msichana, mimi namwambia bwana, mimi ni mwanaume ambayo napenda kusali kanisani na kila siku, napenda Sunday. Pia mimi ni mwanaume ambaye napenda mke wangu uwe na change nywele zako uwe napendeza. Ushona, mimi ni mwanaume ambaye napenda kula. Ushona, napenda kula na inabidi chakula yangu iwe hivi, iwe na hivi. Mimi ni mwanaume ambaye napenda uwe unaniambia communication, kuwa clear. Ushona, so unapo make all those expectation kwa mpenzi ambao unampenda, angalia sasa kipindi kwanza mko kwenye relationship, zile expectation anazifuatilia
na until gisi mtafika kuoana ni kitu ya msingi sana ndugu yangu, na pia nako wanawake nako wanaume, ile ndio kitu ambacho kinaleta vurugu. Mlikutana naje? Ushona, yani kajisi mlivyokutanana na ndio jinsi inatakiwa muendelee. Kama jinsi nilivyowaambia, tulikutana na mke wangu, tulikuwa tunaongea, nikampatia expectations zangu zote jinsi ilivyo, na hadi sasa kama mnaona kwamba mimi jamaa na furaha iko vipi, ni sababu kuna misingi ambayo nimempa na nafuatilia misingi yake. Pia kuna misingi alinipatia condition zake. Sasa mimi nampenda mwanaume wa hivi ushona. So zile misingi ukisahau kwenye ndoa unaanza kuweka red flag. Okay, kwa hiyo swala disclaimer, these things are things that works for us. They might not work for you, but kama vile kumwanzo tulisema ni kusaidiana, si ndio? So kwa hiyo swala ya kuwa na standards, ladies, mke kwa kiti ya mbele. Put your standards out there. Like, have your standards ready. Yeah, ready for this man. Okay? Unakuwa na vitu vyako ambavyo unasema hivi naweza nikavifanya, hivi siwezi vifanya. Okay? So, wakati unamuonesha huyu mwanaume, kuna vitu ambavyo vinakuanga adjustable. Okay? Kuna vitu vingine havikwake, yani it can never change. Na ukijaribu ase no, mimi nataka change because tu juu ya huyu mtu, never. Bro, go. Yani haitawezekana. So put everything out there. Kitu yenye kwa adjustable, work on it. Sema not adjust. Ile tu mfano ya kusema aseme juu mungali ba fiancé vile. Kwa juu mkishafika munyumba mambo iko tight, okay? Na mnatakiwa msimamie kubitu benye mulikubaliana. Okay, sometimes unajua vitu vinaweza kuwa because hakuna watu wako perfect. Kuna saa yenyewe mtaweza kuwa na misunderstandings and all that. Lakini mkiwa na ile misingi, it always brings you back together, you know? So, have those in place before you go any far. Yeah. Yani huwezi wewe, hakuna jinsi uweke mtu misingi au uweke standard kama wewe hauna vision zako. Ukiwa na vision, ndugu zangu, ni kitu kizuri sana, na standard zako kwa kwenda kukaribia mwenzako ni vizuri sana. Pia hii ni shauri nyingine, kwenye relationship kuko green flag, kuko yellow na kuko red. Watu wengi sana wanapatikana kwenye ndoa baada waliona alama fulani kwenye relationship, yani red flag uliona, baadaye ukemezea nitamchange ikifika kwenye ndoa. That is wrong. Yeah, mkisema kwamba utaenda kuchange mwenzako kwamba mkishaoana, it's a mistake. Tayari, a super mistake. By the time you see Sukate, by the time you see red flags, run for your life. Yeah. Yes. Na ile red flag sasa, ukishaona red flag, kuko two options. Option ya kwanza, ikubali. Kusema kwamba mimi nakubali. Acha niseme kitu ya kwanza. Unamuona uko relationship, unamuona mpenzi wako ni mlevi wa pombe. Ushona, ni mlevi, yani na watu wanakushauria, ule kaka nalewaka, ule kaka ni mlevi. Wewe unasema mimi nitaolewa naye, sina shida ya pombe. Thank you. Ni vizuri sana, sababu ile pombe ulimuona nayo, ujue kwamba itaenda kuwa dawa kipindi unaoana naye, na umeshakubali. So isikuwe excuse tena kipindi unafika kwenye ndoa kisha sababu ule ni mlevi, utakuwa ndio unakosea. Lakini kipindi unaona ile pombe kwamba yeye ni mlevi wa pombe na unaikataa, iko super easy kwako, unajitoa kwenye majukumu mazito sana kusema kwamba mimi sitokubali ile red flag. So ni vizuri sana ndugu zangu, wasichana, wavulana, don't take small thing also easy. Kwenye relationship kuna vitu ambavyo watu mnadharau, kwa kwamba huyu ndio vile tu, huyu ndio sana kuaga tu huyo. I'm telling you, ukifika kwenye ndoa ile kitu itakuwa ni
double kwa jinsi ulivyotarajia. So usidharau kitu chochote, maana itakupotezea ile misingi ya relationship. Itakupotezea kumpenda partner wako. Na partner wako iko chira, partner wako ndio hivyo anapenda wanawake, partner wako sijui, yani hakuna communication. Inapita siku 2 mko kwenye relationship ya muongei iko inapita siku 3 au hujua hata kwenye mpenzi wako iko, alafu baada wajiita kwamba wana mpenzi. That is wrong. Yeah, that is wrong. Yeah, to me, I would really say red flags. Yeah, do not take it easy. Red flag yoyote usichukulie poa. Cause yeah, marriage inapaswa kuwa double. So to me, I would say just run. Yeah. I would still stand on the running when it's on the red flags. Na yeah. Mimi naambiaga watu always, ndugu zangu, ni heri uachane na wapenzi 1,000,000. Ni heri kulipo kuachana na mtu ambaye mnajua kwamba mmefunga ndoa, mmeingia na mmefunga ndoa kabisa, yani iko challenge. Run. In case you see anything iko ni red flag, run. Yellow iko wewe mwenyewe unaona kwamba okay, it's adjustable. Something like very normal. It can be adjustable, but honestly, if you cannot stand that still, it can be a red flag, and you'll be like, you don't want it. Because yellow inaweza karwani ikaenda ku red flag. So nayo inatakiwa kuwa makini sana, So all in all, ndugu zangu, kitu ambacho kimetufanya kwamba ni feel bado nampenda mke wangu, tunazidi kukumbuka misingi ambayo tulipana. Yani ni misingi gani ambayo tumepana, ndio imenifanya kwamba okay, nizidi kufeel. Hii ndio upande wangu. Labda naweza kusema upande wake, how does she keep feeling? Yeah, it's the same thing. It's just to keep the routine. Yeah, to keep the routine. Kumwanzo mkwe na kila kitu wazi, kila kitu very clear, yenye mnataka kifanyike. Kwa juu hata mkishafika mule mshakuwa mndoa vile, mwenzako anaweza fasa sana tajisabulisha wenye mlipatanaka, na mkumbusha. Yeah, so hata yeye mwenyewe iko conscient ke ni vitu yenye mlipatanaka, mlelewanaka, na maisha yanaendelea. So na kukuwa na routine. I say no, nishaolewa, nishafika, nimeshia pale. Hey, mashuri. Hapana. I say no, nilikuwa niko napendeza, nilikuwa niko natia mamipodo na napendeza, sasa nishaolewa, nikubatia na hiyo nini mumu la bubu. Oh no, ile nguo zetu zile robe na shupa tu hivi unawakia tu. Ladies, please. The same thing na kubanaume. Wasema no, mimi najiachilia, hivi sitanyolewa tena, hivi sitafanya hivi. No. Keep the routine. Yeah, endelea na kulook good. Mimi naelewa kama majukumu iko na kushakuwa bazazi. Yeah, life goes on, but just keep everything. Isikuwa sasa unashusha mikono sasa ndio ushaolewa ishaisha. Hapana mama, hadi Aisha. Ndo mambo tu kwanza. Ndo naanza. Ndo mambo tu kwanza. So Na nimalizie kusema kwamba ndugu zangu wanandoa, mkubali changes. Kuna watu na wanaume na wanawake ambao hawakubali changes. Somehow, yes, mnaweza kuwa mmekubaliana kitu fulani, lakini kuna somehow mke au mume wako anaweza kukuona na kitu kwamba, can you please do this for me? Kubali hicho kitu. Na ukichukue serious. Kichukue serious. Try everything. Ni ngumu somehow kusema kwamba ukuzoea. Kwa mfano, acha niwape mfano. Mimi sijazoea kuvaa hereni. But I keep, because my wife feel like, oh, you look handsome. So mke wangu ananiambia kwamba I look handsome. Why ni jali na mtu mwingine? So ndio hivyo ndugu zangu, mkubali changes. Sorry, I would add to that, because small things matters. Small things matters a lot in marriage. Kama mfano alipana yako very simple, lakini na kwangu pia naweza nikasema
vitu vinaweza kuwa adjusted really. Yeah, there are really some small things unaweza tuka request mwenzako. Be open. Yeah, I'll say just be open ku changes na ku a little adjustments. Like, yeah, the way amesema this makes me feel good, this is gonna look good. Try it, okay? Try it. Yeah, inaweza kuwa mavitu ya biko tu superficiel, bitu kidogo vraiment. Donc, be open to try and adjust. Ndiyo, asanteni ndugu zangu, tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki. Nafikiri on next time again tutawaletea mambo mengine kuhusu ndoa. Jisikie huru kusubscribe, jisikie huru kucomment, toa maoni yako. Ukiwa na swali, please tutaandika namba, unaweza kwa call. Ukihitaji ushauri wetu, jisikie huru, tunaweza tukakushauri. Na pia jisikie huru na usaidie kushare hii video ili izidi kuokoa watu wengine labda ambao wapo kwenye dugudugu kidogo ya ndoa. Asanteni, mimi naitwa Furaha, kwa jina lingine naitwa Happy. Kwa majina naitwa Anik, ama unaweza kuniita Esel. Kwa mara nyingine tena, love you. Ciao, Bye. ciao. Happy and